Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Amma baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mwenyezi Mungu ambaye ametutaka tumtakie rehma na amani Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwa, ewe ndugu yangu katika imani na ndugu yangu katika adamu, ewe mdau wa Bidabida Dua Center, Alhamisi iliyopita katika dua yetu ya kila Alhamis, katika wakati wa kupeana nasaha, Allah aliniwezesha kutoa nasaha zinazohusiana na wakati, walilahi alhamdu. Nasaha hizi wengi wamezipokea na wengi wameomba zirejewe tena. Leo nazirejea kama ifuatavyo. Ndugu yangu, wakati ndio kila kitu kwa mwanadamu. Hata Mwenyezi Mungu katika kuumba ameumba kwa kuzingatia wakati. Kila kitu amekiumba kwa wakati wake, na kila kitu amekipangilia kwa wakati wake. Wakati unapofika wa jambo, basi hilo jambo litatimia kwa hali yoyote ambayo Allah amekadiria litimie. Na sisi wanadamu katika maisha yetu haya duniani lazima tuzingatie tunaishi katika kipindi cha wakati maalum. Wakati huu maalum tunaoishi hapa, Mwenyezi Mungu ameugawanya katika sehemu tatu. Tuna wakati uliopita, tuna wakati uliopo, na tuna wakati ujao. Lakini hizi nyakati zote, nyakati yako ni ipi? Nyakati yako unayopaswa kuifanyia kazi ni ipi? Ndugu yangu, nyakati iliyopita imesha kupita, na nyakati ijayo sio ya kwako, kwa sababu hauna uhakika kuwa utaifikia nyakati inayokuja, ila wakati uliokuwa nao ndio wakati wa kwako. Kwa lolote unalotaka kulifanya kwa ajili ya maslahi ya dunia yako na maslahi ya akhera yako, lifanye katika wakati uliokuwepo. Wakati uliokuwa nao ndio wakati wa kutengeneza amali zako za duniani na amali zako za akhera. Ndugu yangu, wakati uliokuwa nao ndio wakati wa mafanikio yako ya maisha yako ya duniani na maisha yako ya akhera. Ndugu yangu, watu wote waliofanikiwa waliutumia vyema wakati waliokuwa nao, na watu wengi waliofeli walifeli kwa kuutumia wakati utakaokuja. Wengi walioisubiria kesho ili waweze kufanya mafanikio ya maisha yao ya duniani na akhera walifeli, wakaangukia patupu kwa sababu ya kuingojea kesho, hali ya kuwa hawana uhakika wa kuifikia hiyo kesho. Hakuna alowahi kuifikia kesho. Hakuna alowahi kufanikisha majambo yake siku ya kesho. Kila aliyefanikisha alifanikisha katika siku ya leo. Kwa hiyo na wewe itumie leo yako kwa ajili ya kutengeneza mafanikio ya dunia yako na mafanikio ya akhera yako.